watazisahau wale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa nchi mpya tabu zote watazisahau pale wakiingia mjini, wataonana na Yesu, atawafuta machozi kwa furaha, kwa furaha. Tutakapofika katika mji ule, mji mtakatifu, makaoni pa Mungu, kitini cha enzi aketie Baba Mungu, tutakaribishwa pamoja na Mwokozi. Tutakapofika katika mji ule, mji mtakatifu, makaoni pa Mungu, kitini cha enzi aketie Baba Mungu, tutakaribishwa pamoja na Mwokozi. Tutakaribishwa pamoja na Mwokozi. Washindi watafurahi kukanyaga nchi mpya, tabu zote watazisahau pale. Okay, karibu sana basi wana na binti za Mungu mahali popote mpo, mkiwa bara la Afrika na bara la Ulaya, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni wakati mzuri, nashukuru Bwana katika nafasi hii ambayo amenipa kwa ajili ya kuongelesha kanisa. Najua kwamba leo nilikuwa nimeannounce kwamba niko na ibada, lakini pole, siku ya leo sina ibada. Kwa sababu ya 1 2 3 sina ibada kabisa kabisa kabisa. Tupange kesho jinsi vile Bwana atasidi kutuelekeza na jinsi vile Bwana atasidi kutusaidia. Kwa hivyo ombi langu tu au himizo langu ni hili: ni kusidi kujiandaa. Kila mmoja ni kusidi kujiandaa. Kila mmoja ni kutubu. Wewe mwenye uko na ufahamu, unajua kwamba duniani sio kwenyu, kaa katika toba na kugeuka kutoka katika dhambi completely. Kristo ako na uwezo wa kumsamehe mwanadamu hata kama amefanya dhambi gani sasa hivi. Lakini jueni ya kwamba wakati ambao utaenda kukaa katika kiburi, siku ile ya Bwana inayokuja, basi tujua kwamba hiyo siku hakuna msamaha ambao utakuwa siku hiyo. Lakini wakati ambao mwanadamu ako hai baada ya duniani, kuna msamaha. Kwa hivyo moja kwa moja nitasoma tu maandiko. Ni himizo tu kwa sababu sina ibada siku ya leo, namshukuru Bwana. Nitasoma tu maandiko katika njia himizo, kumtia mwanadamu nguvu na msimamo mzuri wake Kristo Yesu. Ufunuo wa Yohana ni mlango wa 3, the book of Revelation chapter number 3. Tunataka kuanzia pale mstari wa kwanza tunaenda paka 6. Itakuwa ya baraka na nitakuwa na maliza. Ni ujumbe tu, ni himizo tu, kwa sababu sina ibada kabisa, lakini kanisa msidi kujianda kabisa. Ufunuo Yohana mlango wa 3 mstari wa kwanza. Na kwa malaika wa kanisa lilioko Sardi andika. Maandiko nasema, na kwa malaika kanisa lilioko Sardi andika. Haya ndiyo anenaye yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu. Haya ndiye anenaye yeye aliye na roho 7 za Mungu. Na zile nyota 7. Na zile nyota 7. Nayajua matendo yako. Ninajua matendo yako. Ya kuwa una jina la kuwa hai. Kwa kuwa uko na jina la kukuonyesha kwamba uko hai. Nawe umekufa. Lakini wewe umekufa. Mstari wa 2. Yaani uko na jina la kuonyesha kwamba wewe uko hai, bado unatembea, unaishi katika dunia hii, lakini umekufa. Lakini umekufa. Nawe umekufa. Mstari wa 2. Uwe mwenye kukesha, ukaimarisha mambo yaliyosalia. Uwe mwenye kukesha,
ukaimarishe mambo yaliyosalia. Lakini leo tunapata kuona kwamba watu wanakesha katika mambo isiyoambatana na utukufu wa Kristo Yesu. Uwe mwenye kukesha, ukaimarishe mambo yaliyosalia. Inaendelea ikisema, yanayotaka kufa, maana si kuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Yanayotaka kufa, maana si kuona matendo yako imetimilika mbele za Mungu wangu. Mstari wa 3. Basi kumbuka jinsi ulivyopokea. Sasa kumbuka jinsi unavyopokea na kusikia siku ya leo. Na jinsi ulivyosikia. Na jinsi unavyosikia. Yashike hayo na kutubu. Shika hayo na kutubu. Lakini usipokesha. Nitakuja kama mwivi. Wala hautajua saa nitakayokuja kwako. Mstari wa 4. Lakini unayo majina machache katika saldi. Watu wasioyatia mavazi yao uchafu. Watu wasiotia mavazi. Mavazi ni nini? Mwili. Watu wasiotia mavazi yao uchafu. Watu ambao wametubu, wamegeuka, wametoka katika dhambi. Watu ambao wamekaa katika utakatifu. Watu wamemuogopa Yesu Kristo. Watu wanazidi kungojea ile siku ya Bwana jinsi vile inakuja. Hakuna ajuaye saa, hakuna ajuaye siku. Kwa hiyo andike nasema kwamba sasa ni kanisa kuendelea kujiandaa vilivyo kwa ajili ya kukuja kwake Yesu Kristo. Nao watakwenda pamoja nami, hali wamevaa mavazi meupe, kwa kuwa wamestahili. Nao watakwenda pamoja nami, kwa kuwa wamevaa mavazi meupe, kwa sababu wanastahili. Kanisa watakwenda pamoja nami. Tafadhali, muda ambao tuko nao kama kanisa ni mchache sana. Tarehe 5 mwezi wa 9, wakati Bwana aliponibeba katika nchi ya maono na kanirudisha katika ulimwengu, akawa ananionyesha katika nchi ya Kenya vita viliokuwa ni vikubwa sana, na vilikuwa ni vita vya kutumia makombora. Tazama ni nini kile ambacho kinaendelea katika nchi ya Kenya, ambayo ninasikia kwamba 2026 kuna vifaa za vita ambazo zinaingishwa katika nchi ya Kenya. Wanadamu katika mwili, wanadamu katika macho, ni kuona kwamba nchi inaendelea, ni kuendelea. Hawajua kwamba hizi vifaa zote zinazokuja katika nchi zinakuja kupigana na mnyama mgani. Kwa hivyo tunafaa tujua kwamba kanisa ni kuendelea kujiandaa. Watu wamekosa kuielewa injili ya kweli na injili ya uongo. Basi nitasema ya kwamba Yesu Kristo ataenda na wale watakatifu peke yao. Si ya kwamba tunaenda kanisani. Kwenda kanisani sio shida, lakini je, umelitunza vazi lako kwa jina la Kristo Yesu? Mstari wa 5. Yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe. Basi yeye atakayeshinda, yule atakayeshinda atavikwa mavazi meupe. Wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima. Wala sitalifuta jina lake katika kitabu cha uzima. Nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu. Na mimi nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu. Na mbele ya malaika zake. Na mbele za malaika zake. Mstari wa 6. Yeye aliye na sikio na alisikie neno hili. Yeye ambaye ako na masikio asikie neno hili. Ambalo Roho ayaambia makanisa. Ambalo Roho anaambia makanisa. Watu wa Mungu, ni himizo tu ambayo Kristo amenituma nikuje nikaliambia kanisa, maana ibada sina siku ya leo. Lakini je, uko tayari katika matengenezo kwa ajili kukuja kwake Yesu Kristo jinsi vile inakaribia? Watu wengi wako katika matengenezo ya kutengeneza mambo zao za duniani, lakini kwa ajili ya Kristo kurudi kuliandaa kulichukua kanisa lake, je, uko tayari? Wakati vita hivi Bwana alipokuwa ananionyesha katika njia ya maono, vita hivi ambaye vilikuwa vikali sana, tarehe 5 mwezi wa 9 2025, vita hivi vilikuwa vikali sana sana sana. Vita vya makombora zinatupwa, bunduki zinapigwa, watu wanakimbia, watu wanakufa. Vilikuwa ni vita vikali sana. Nini kinakuja kuipata nchi ya Kenya
kwa siku zinazokuja. Kwa hivyo kila mmoja na kila mtu ni kutubu na kugeuka katika dhambi, kukaa katika utakatifu, kugeuka kutoka katika hiyo dhambi na kukaa katika utakatifu. Vita ambayo vimo katika uzo wa nchi ya dunia, nchi ya Kenya, tujua kwamba ni vita vichafu na hakuna mtu yule atakayesimamisha. Kwa hivyo ni wakati ambao Bwana anapotupatia nafasi kwa ajili ya kulishauri kanisa au kwa ajili ya kuelekeza wanadamu. Wale wanadamu basi ambao watakubali kuelekezwa, basi watapata kuokoa nafsi zao. Lakini vile vita ambao vimo katika nchi hii ya Kenya ni vita vikali ambaye mtu yoyote hakuna anaweza akasimamisha pasipokuwa tu Yesu Kristo wanadamu kumuomba. Kwa hivyo vita vile vinavyokuja ni vikubwa kulingana jinsi vile maono haya Bwana alipokuwa ananionyesha. Ni vita vikubwa sana. Maana sehemu yenye nilikuwa nimesimama sehemu ya chini, lakini zile makombora zinakimbia kwa kasi kabisa. Zinawaua watu, zinapiga watu, zinawaua watu wanakimbia, lakini tunapata kwamba watu walikuwa wanakufa ni wengi. Nikachukua sehemu moja ya kwenda kujificha katika nyumba moja ili nipate kuona nini kile kinachozidi kuendelea. Kila mtu tu ni kutubu na kukaa kwa utakatifu. Hakuna nchi utakayekimbilia utasema kwamba wacha nikimbilie Uganda nitapata amani, wacha nikimbilie Tanzania nitapata amani, wacha niende Kongo nitapata amani, niende Kenya nitapata amani. Hakuna nchi itakuwa na amani. Sasa tazameni hizi nchi jinsi vile kumekaa. Ukiangalia Uganda ni mambo isiyoeleweka. Ukiangalia Tanzania moto umewaka. Ukiangalia Kenya, ukiangalia Burundi, Ethiopia, Kongo, ukiangalia kila mahali hakuna mahali penye amani ipo. Sasa amani yetu sisi kama wana wa Mungu na binti za Mungu ni sisi kujificha ndani ya Kristo Yesu, kumpokea Yesu na kukaa tu katika utakatifu. Haujui nini kinaweza kikatokea wakati wowote. Na ndipo maandiko yanatuamua kwamba sisi kama hata kama tutakufa tukiwa ndani mwa Kristo Yesu, basi tujua kwamba hatuna hasara. Tunaye maisha mazuri ambayo Kristo Yesu ametuwekea. Tunaye maisha mazuri ambayo ametuandalia. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 14, the book of John chapter number 14 verse number 1 up to number 3 up to number 4. Watu wabarikiwa. Ni kwa ajili tunahimizwa kwa kanisa, wana wa Mungu. Ni wakati ambao sisi wenyewe tunafaa tuendelee kufanya matengenezo kwa ajili ya kukuja kwa Yesu Kristo. Sasa si wakati wa kudanganywa. Sasa ni wakati ukae chini, na wewe mwenyewe unapokaa chini anza kufikiria kizuri na kibaya. Anza kufikiria injili ya ukweli na injili ya uongo. Sasa ni wakati wa kutubu na kukaa kwa utakatifu. Sasa wakati wa kudanganywa kwamba atitoa pesa uombewe. Yesu Kristo anaweza kukuponya pasipo kutoa hata shilingi moja katika madhabahu. Yesu anaweza akakupatia kazi pasipo kutoa shilingi moja katika madhabahu. Kwa hivyo hii injili ya pesa tunapata kuona kwamba ni injili ambayo imekuja kuharibu jina lake Yesu Kristo. Kutoa sio mbaya, lakini leo tunapoangalia jinsi vile inaendelea, imekuwa ni kama biashara katika kazi ya Mungu. Watu wamebaki kuamini kutoa ati Mungu atawajibu, wakakosa kukaa katika utakatifu. Mstari wa 1 hadi 4. Yohana Mtakatifu mlango wa 14 mstari wa 1. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Mstari wa 2. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo, ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Mstari wa 3. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Thank you. Amen. Ili nilipo mimi hata nyinyi mkuwepo. Tazama jinsi vile Bwana analipenda kanisa na kusidi kutupatia moyo wa kusidi kumtafuta na kuwa na bidii kuvumilia katika hii dunia. Kwa maandiko nasema kwamba nyumbani mwa Bwana kuna makao mengi. Tunatafuta makao wapi? Hapa duniani mtapata wapi makao? Hapa duniani wapo utapata makao. Kila mahali penye unaishi ni vita. Imekuwa ni nyumbani kwenyu ni vita, imekuwa ni kazini ni vita, ni kama ni kwa ndoa ni vita, kila mahali ni vita. Unakosa amani katika ndani ya roho yako. Lakini tazama, Kristo anatupatia ujumbe mzuri usiku wa leo, akiwa anasema ya kwamba mahali penye yako tutaishi pamoja naye. Lakini kanisa, wakati ambao Kristo Yesu baada hajakuja kulinyakua kanisa lake, ni kusidi kuamini, kuvumilia yote tunayokutana naye, kutubu na kukaa katika utakatifu. Kwa sababu vita vile ambavyo vimo katika ulimwengu ni vita vya kutafuta mteule, ni vita vya kutafuta mtu mwenye ameokoka. Hizi vita si vya kutafuta mtu asiyeokoka, havitafuti dunia. Hivi vita vyote vinapitia tu kule, lakini wanatafuta kanisa. Mnapoona mambo haya yote inatendeka, mnapoona kila kitu kinafanyika, hakika wakati ambao tumefika, kila mmoja mwenye ufahamu, kila mmoja mwenye kuelewa,
tetea roho yako. Kila mmoja tu mwenye kuelewa, kama unanielewa vizuri, tetea roho yako. Tubu na ugeuke kutoka katika dhambi, kaa katika utakatifu. Majira si ya kukimbia na hii dunia. Hii dunia iko na mwisho. Mtu kama anadanganya kwamba ati utakufa na unazikwa na lako linaisha, la hasha. Mwili utarudi katika mchanga. Genesis chapter number 2 verse number 7. Mwili utarudi katika mchanga, kwa sababu mwili ni mchanga tu. Mwili utarudi katika mchanga, lakini ile roho ambayo inaishi katika huo mwili itaenda wapi? Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Tazama, Bwana Mungu akamfanya mtu. Bwana Mungu akamtengeneza mtu. Bwana Mungu akamleta mtu, akampulizia pumzi. Yaani huu mwili ni mchanga ambao utarudi katika mchanga, ambaye tusikuje tukajua kwamba tulikwisha faulu katika maisha. Wakati mwanangu uko katika mbioni kutubu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, hata mimi mchungaji ambaye Kristo amenipea neema, hata nami niko kwa kutubu na ukako utakatifu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, kwa ajili ya kujiandaa kukuja kwake Yesu Kristo, kwa ajili ya kumlilia Kristo, kwa ajili ya nafsi yako, kwa ajili ya kunyenyekea, kuabudu, kuomba kila siku, kuvumilia yote unayokutana nayo. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi, akampulizia nafsi iliyo hai. Kwa tunapata kuona kwamba mwili ni mchanga katika Genesis chapter 2 verse number 19. Mwili ni mchanga. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 19. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea damu ili aone atawahitaji. Genesis chapter number 3 verse number 19. That one's very powerful. Genesis chapter 3 verse number 19. Mstari wa 19. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi. Kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi, ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Ambayo katika ardhi hiyo ulitolewa. Kwa maana mavumbi wewe. Kwa maana wewe ni mavumbi, nawe mavumbini utarudi. Nawe mavumbini utarudi katika ya mavumbi. Sasa mtu anadhani kwamba takifa laki linaisha mavumbini. Hapana. Mwili huu ambaye tumesoma kama maandiko, mwili huu ndio unarudi katika mavumbi, lakini nafsi inaishi, inamrudia mwenye nafsi. Hii nafsi inatoka wapi? Ecclesiastes chapter number 12 verse number 7. Hii nafsi inatoka wapi? Wanadamu, kama uko na ufahamu ukijua kwamba siku inakuja moja utalala, tega sikio na usikie na utubu na ukae kwa utakatifu. Watu wengi wamekosa kuipenda injili ya ukweli. Watu wengi wamekosa kupenda injili ya kukemewa. Wanataka wakosa lakini wapongezwe na wachungaji wao kwamba wako salama. Tazama ni nini kile kinachoendelea katika dunia. Tengenezeni njia zenyu. Mwenye kanisa tayari anarudi kwa ajili ya kanisa lake. Hii dunia tutaishi milele. Hata kama umepewa miaka 100 itafika tu nitaisha. Na usije ukasema kwamba muda bado. Hapana. Ni kuendelea kujitengeneza, kuendelea kujiandaa, kuendelea kutubu. Kukuja kwa Yesu Kristo jinsi vile inakaribia. Kwa sababu najua kwamba nafasi ambayo Mungu ametupatia tuitumie vyema kabisa. Mhubiri 12 mstari wa 7. Mstari wa 7. Nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa. Sikia, nayo mavumbi kuirudia nchi kama ilivyokuwa. Nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Nayo roho inamrudia Mungu aliyeitoa. Sasa je, hiyo roho ikimrudia na hukutembea katika utakatifu, au kumheshimu Kristo katika roho yako, au kunyenyekea katika maisha yako, ukabaki ni kuishi maisha ya dhambi, ukabaki ni kuishi maisha kumkufuru Yesu, ukabaki ni kuishi maisha ya kufanya Yesu atuko na machozi kila wakati, kumrudia yeye aliitoa. Ikimrudia alafu ipatikana kwamba au kutembea katika njia inayotakikana, je, ni nini kile kitakachokuwa kinafanyika katika maisha yako? Luka 12 mstari mdogo 4. Itakuwa namna gani? Kanisa ni kuendelea kujiandaa. Tubuni na mtoke katika dhambi. Mkubali Kristo, tembeni na Kristo. Mitume walitembea na Kristo. Waliyemkataa Kristo maisha waliangamia. Tazameni siku ya leo tunapotazama katika media zetu,
tunapata tuko na watu wawili ambao wanalia. Mara huku mwingine analia kwamba ameingishwa katika mfalme Illuminati, mwingine anasema kwamba ni vigumu aweze mtoa. Hatutaki mchezo zile zinaendelea, bali kitu tunataka watu, msikuje mkamsikiza mtu anayeitwa Chief Bernard, msikuje mkamsikiza mtu anayeitwa Papa TV. Kuna drama inaendelea pale kutafuta followers, kuna drama inaendelea mahali pale, asema Bwana wa majeshi. Hakuna kile chenye Papa TV analia kwamba ati Wakenya mnisaidie, Wakenya mnisaidie. Hakuna. Wakati aliingia katika madhabahu hakuuliza Wakenya maoni, hakuuliza Wakenya maoni ya kwamba ati niende au nisiende. Walikuwa live, wakakula chakula, wakafurahisha mili zao. Leo imebaki kwamba ati Wakenya nisaidie, Wakenya nisaidie. Wakati aliingia pale aliuliza Wakenya msaidie. Alisema kama kwa shetani unaweza kula hivi, nyinyi bakini na Yesu wenu. Kama kwa shetani unaweza kula hivi, nyinyi bakeni na Yesu wenu. Kwa nini akazungumza hivyo? Na baada ya kuzungumza hivyo, leo analia katika mitandao za kijamii ati Wakenya mnisaidie. Wakati hapa aliingia katika madhabahu, aliuliza Wakenya wampatie advice, Wakenya wamsaidie aingie katika madhabahu. Kwa hivyo drama ya Chief Bernard pamoja na Papa TV, hiyo ni drama ambayo inaendelea kutafuta followers. Wacha niseme ya kwamba chezeni mchezo mnaojua kwamba Yesu sio mwanadamu mnayecheza pamoja naye. Chezeni mchezo mkijua kwamba Yesu sio mwanadamu mnayecheza pamoja naye. Chief Bernard, ninakuonya kwa jina la Yesu Kristo, wachana na kutusi jina la Yesu. Fanya miradi zako, fanya miradi zako, lakini jina Yesu Kristo toka. Jina Yesu Kristo toka. Wacha kutaja jina la Yesu, wacha kutusi Yesu, wacha kutusi Yesu. Unamfahamu sana Herode. Herode alikuwa amemdharau Yesu pakubwa sana. Unamfahamu sana Farao. Farao alidharau jina la Mungu na akaangaisha Israeli kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama Chief Bernard uko na masikio, wachana na jina la Yesu Kristo. Fanya miradi zako, ingisha wenye wanataka kuingia kwa ufalme Illuminati waingie, wajae kule. Wenye wanataka kuingia waingie, wajae kule kabisa. Lakini jina Yesu Kristo tema kwa kinywa chako. Tema jina Yesu Kristo kwa kinywa chako. Wachana na Yesu. Utaumia. Utaumia. Wachana na Yesu Kristo. Wachana na Yesu Kristo. Huyu Yesu ndiye amekupatia pumzi ile ambayo unaipumua siku ya leo. Huyu Yesu ndiye amekupatia hewa hii yenye unaipumua siku ya leo. Kwa hiyo wachana na jina Yesu Kristo. Wakati Lazaro alipokufa alienda kwa kifua cha Ibrahimu. Tajiri alipokufa alikimbia zake jehanamu. Lakini tajiri alilia, akaumia katika roho yake. Akasema kwamba baba Ibrahimu, usinipe nafasi nirudi duniani niambie watu wenye waliamini jina lako wabadilike. Lakini tajiri anaambiwa kwamba hata mufu tu afufuke, naambie watu watubu, watoke kwa matendo yao. Wenye kutokoka wataokoka. Na wale wenye wataokoka, kuna Elia, kuna kule Musa, kuna manabii. Watawasikiza, mwenye kuokoka ataokoka. Kwa hivyo Chief Bernard nakuonya, jina Yesu Kristo tema kwa kinywa chako. Papa TV drama yenye mnaendelea naye na Chief Bernard, wakati waliingia katika madhabahu ya Chief Bernard, hukuja kuuliza Wakenya. Kwa hivyo wachana na hiyo, wachana na hiyo. Fanyeni drama zenyu huko. Wenye tamaa, wenye kupenda pesa, fateni Chief Bernard, atawapea pesa. Lakini baada ya kufika kule, mwache kuleta visarakasi, asema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo kanisa ni kuendelea kujiandaa. Wakati wa sasa watu wengi wamesoma, waliahidiwa kwamba wakisoma watapata kazi. Watu wengi wamesoma, no job. Baada ya kukosekana kazi, shetani amekuja kainua madhabahu zake za Illuminati. Vijana wanadhani ya kwamba ati ukiingia kule unatajirika tu bila kugaramika. Mbuzi yenye Papa TV aliambiwa ati kukunywa damu ya mbuzi, kutoa kafara ya mbuzi, sio mbuzi. Sio mbuzi. Mbuzi Papa TV angekata, sio mbuzi. Hapo sasa wamemrudisha katika familia. Sasa wanaposunguka wanachagua mtu mmoja, huyo afe. Labda wanasema bibi yako, labda wanasema mama yako. Unataka kuua mama yako mzazi kwa sababu ya utajiri, pesa ya dunia na vitu vya dunia. Unataka kuua mama yako kwa sababu ya vitu vya dunia. Unataka kuua baba yako, unaua ndugu yako, unaua dada yako kwa sababu ya mali ya dunia. Kusema ukweli, tamaa. Yuda alipomsaliti Yesu alimaliza namna gani?
Zaburi 107 mstari wa 36. Kwa nini watu wanamwaga damu ya wenzao, damu isiyokuwa na hatia? Zaburi 106 mstari wa 36. Damu isiyokuwa na hatia. Watu wanamwaga damu isiyokuwa na hatia. Kwa hivyo tujue kwamba wachaneni na tamaa. Ngojeni Yesu Kristo. Kwa chochote Yesu Kristo aliandika juu ya maisha yako kinaweza kitendeka wakati wowote. Lakini maisha siku ya leo ambao watu wengi wamedharau jina lake Yesu Kristo, watu wengi wanalitusi jina lake Yesu Kristo, watu wengi wanaongea vibaya kwa jina lake Yesu Kristo, asema Bwana wa majeshi, atawasaga na atawamaliza mchana peupe, asema Mungu wa Israeli. Katika Numbers 23 verse number 19. Sio mwanadamu aseme uongo. Twende pale Psalms 106 verse number 36. Mstari 36. Wakazitumikia sanamu zao, nazo zikawa mtego kwao. Kwa hivyo maandiko inasema kwamba wakatumikia sanamu zao. Papa TV alienda kutumikia sanamu zao. Aweza kengea mahali hawajaelewana. Alienda kutumikia sanamu zao wakina Chief Bernard. Nazo zimekuwa mtego. Sasa amekuja hapa, Wakenya mnisaidie. Wakati aliingia huko, aliuliza Wakenya, kama ulisema kwamba kaeni huko na Yesu wenyu, huyu Yesu siku hizi ni wakuchezea tu. Huyu Yesu siku hizi ni mazoeo tu. Jina Yesu ni mazoeo tu. Huyu Yesu siku hizi ni kumpaka tu matope. Huyu Yesu siku hizi ni kumchezea tu, Niwaulize swali. Yesu alisema ya kwamba ni rahisi sana ngamia kupenya na kuingia katika, ni rahisi sana ngamia kupita katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia kwa ufalme wa mbinguni. Kwa nini utajiri na mali ya dunia hii ifanye umchukie Yesu Kristo katika roho yako? Ifanye umkatae Yesu katika maisha yako? Katika nyakati hizi ambazo shetani amesidi kuinuka, shetani anasidi kupotosha watu wengi, shetani anasidi kutesa watu wengi, na watu wengi ni vipofu, wanafuata utajiri wa mtaki Yesu Kristo. Mstari 37. Naam, walitoa wana wao na binti zao, wakatoa watoto wao na wakatoa binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani. Just imagine, can you listen? Kuwa dhabihu kwa mashetani. Mstari wa 38. Wakamwaga damu isiyo na hatia. Wakamwaga damu isiyokuwa na hatia. Papa TV, hii damu unataka kuimwaga kwa ajili ya utajiri? Damu ni mzito kuliko maji. Damu ni mzito kuliko maji. Wakamwaga damu isiyokuwa na hatia kwa sababu ya utajiri. Kwa sababu ya utajiri. Kwa nini tunakataa uzima wa milele? Kwa nini tunamkataa Yesu? Kwa nini tunamkataa Yesu very 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 clear? Kwa nini tunamkataa Yesu Kristo kabisa katika roho zetu? Kwa ajili ya pesa, kwa ajili ya mali ya dunia. Papa TV anasema kwamba ati ilikuwa ni kupewa gari, ilikuwa ni kupewa gari, ya pili ilikuwa ni kupewa nyumba na kupewa pesa. Tamaa ilimuua fisi. Inaendelea ikisema damu ya wana wao na binti zao. Damu ya wana wao na binti zao. Waliowatoa dhabihu kwa sanamu za Kanaani. Walioitoa dhabihu kwa sanamu za Kanaani. Nchi ikatiwa unajisi kwa damu. Nchi ikatiwa unajisi kwa damu. Mstari 39. Ndivyo walivyotiwa uchafu kwa kizazi zao. Ndivyo waliotia uchafu kwa kazi zao. Wakafanya usharati kwa matendo yao. Mstari 40. Watu wa Mungu, tii uokoe roho yako, kataa roho yako iangamie, asema Bwana wa majeshi. Wewe umwagae damu ya mtu kwa sababu ya utajiri, jua kwamba utakufa na hizo vitu zenye ulipewa sitabaki na sitaharibika. Jueni ya kwamba baada ya kuishi duniani kuna maisha tena, na maisha hayo ni ya watakatifu pekee waliomtii Yesu na waliomjua Yesu. Kwa hivyo wakati ambao tumefika ni wakati wa kanisa kunyenyekea, ni wakati kumlilia Kristo na kubaki katika msimamo, kumwogopa Mungu na kutubu dhambi, tukingojea ile siku ya Bwana inayokuja. Msije mkadanganywa na mtu yoyote. Yesu kama alipanga utajiri uko kwa anga yako, utaupata tu, na utajiri ukiupata utautumia vyema. Wachaneni na tamaa.
Mliahidiwa kwamba someni mtapata kazi. Watu wamesoma hakuna kazi. Shetani amekuja ameinua kazi yake. Ni watu kuingia Freemason, watu kuingia Illuminati. Watu wanapoingia kule wanadhani ati ya bure. Hakuna utajiri wowote mwanadamu anaweza pokea wa bure. Hakuna pesa mtu anaweza kupewa za bure. Hakuna. 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 Sasa hizi drama zinaendelea. Watu kutusi jina la Yesu. Hilo nalo nimesema kwamba fanya kazi yako. Fanya kila kitu unataka. Ongea vile unataka, lakini jina Yesu Kristo Chief Bernard tema kutoka kwa kinywa chako. Wachana hilo jina. Wachana na hilo jina tu kabisa. Jina Yesu Kristo wachana nalo. Yesu ni moto ulao. Yesu akiamua hata usiamuke asubuhi ya tarehe 15 akisema usiamuke wewe ukaamuka. Tema jina la Yesu Kristo. Nimekuonya kwa jina la Yesu. Fanya kila kitu unataka, lakini jina Yesu wacha. Yesu ashindani na mwanadamu. Yesu ashindani na mwanadamu. Yesu ashindani na mwanadamu. Yesu ashindani na mwanadamu. Yesu ashindani na mtu yeyote. Tema jina Yesu. Tunaishi nyakati za mwisho. Kila mtu kuwa na ufahamu. Ndipo ufanye kitu, piga magoti chini uulize Yesu. Wakati tumefika ni wakati ambao shetani amekuja kulitesa kanisa. Katika Yohana 10:10 alikuja kuiba, kuua na kuharibu. Baada ya kuiba anaharibu, anaua, unaenda kulia jehanamu. Kaeni katika mafundisho. Kaeni katika imani. Kaeni katika utakatifu, asema Bwana majeshi. Muda umeisha na siku zinayoyoma. Kila mtu ajiandae kwa ajili ya kuja kwake Mwanakondoo. Mtaendelea kuumizwa na serikali za dunia. Mtaendelea kuumizwa na kila kitu chochote kimekuja kinyume na jina la Yesu Kristo. Lakini wenye haki wake Yesu Kristo wanaenda kuishi kwa imani. Wenye haki wake Yesu Kristo mtaishi kwa imani. Kaeni katika imani. Vumilieni na maisha yenye mnapitia. Mridhike na maisha yenye mnapitia. Msishangae kwa kila kitu kinachotendeka. Wakati tumefika wakati mgumu kabisa, wakati mbaya kabisa, lakini Yesu yupo kwa ajili ya kutetea maisha ya mwanadamu. Yesu yuko kwa ajili ya kutetea maisha yako. Ni kumwogopa Mungu na kukaa katika utakatifu. Ni kumtii Yesu Kristo katika maisha yako. Hii dunia mnapoiangalia msisema kwamba dunia inaendelea. Msisema kwamba dunia inapendeza. Dunia haipendezi. Hii dunia inanuka. Hii dunia imejawa na giza. Kila mahali ni giza. Hii dunia imeisha, lakini Kristo anasema kwamba kanisa lake lizidi kukaa kwa utakatifu. Kanisa lake lizidi kukaa kwa utakatifu na Bwana atazidi kuwabariki. Asante. Safari tunaishi ni safari ngumu. Tunaishi muda mgumu. Kama mtu wewe ukaamini, kama mtu wewe ukakaa kwa imani, vita tuko navyo ni vikali na falme za giza. Tuko na vita vikali. Tuko na vita vikali. Je, ili jina la Yesu nalitetea namna gani? Wakati ambao imani ya watu wengi imepotea, imani ya watu wengi imerudi kutegemea vitu vya dunia hii. Ni kwa nini iwe jinsi ilivyokuwa vile iko sasa? Ni kwa nini tunamkataa Yesu hadharani? Leo tunapata kwamba wanawake mumesahau mavazi ya kufaa, mavazi mnayofaa, ampaswi kufaa hayo mavazi. Mnamwasi Yesu Kristo katika roho zenu. Wale wao wasikia hii sauti na kuipuuza, mtasagwa na kwenda msamaha. Tumetenda dhambi mara mingi sana, kila wakati. Kila wakati. Yesu anaokoa na Yesu anaponya. Baba, ninabariki madhabahu haya. Kristo Yesu, ni wakati mwema. Ninavunja kila maagano, vita
nguvu za giza ninabomoa katika jina la Yesu Kristo. Rosa Illuminati, rosa baharini, rosa Freemason, devil worshipper, rosa wachawi na waganga, ninavunja katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa kila vita, kila laana, kila nguvu zote zinainuka kinyume na madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja, ninateketeza in the mighty name of Jesus. Moto uwake Kristo katika ya madhabahu. Mapepo, majini, marosa, uchawi, Yesu kamata kila falme za anga, falme zote zinainuka. Hata Kristo kama Chief Bernard anasema kwamba yeye ni mkubwa wa East Africa. Mungu wa Israeli, ninakataa hiyo madhabahu, ninavunja katika jina la Yesu Kristo. Ninateketeza kila nguvu za giza, ninavunja kila falme, kila mamlaka, kila roho iliyoinuliwa, madhabahu za Illuminati, 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 inazivunja katika jina la Yesu Kristo. Baba, simama ni ukatawali. Yesu, onekana katika huduma huu, onekana katika madhabahu zako, onekana juu ya mtumishi wako, onekana katika kazi hii. Inavunja kila ngome zote, mamlaka zote, roho za baharini, roho za majini, roho za angani, roho za Freemason, roho za devil worshipper. Yesu, ninakataa. Vijana wengi wamechukuliwa, vijana wengi wanapotoshwa kwa ajili ya utajiri na mali za dunia. Wanasema kwamba heri waishi muda mfupi lakini waishi maisha mazuri. Inavunja hayo maagano, inateketeza, inakataa kwa jina la Yesu Kristo. Inakemea kila mbinu za wachawi, kila mbinu za majini, roho za majini, roho za baharini, roho za angani, roho zote zilizoinuliwa kinyume na jina la Yesu Kristo. Inavunja katika jina la Yesu Kristo. Inakanusha kila madhabahu, maroho za vita, maroho za angani, maroho zote zilizoinuliwa juu ya kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo. Inavunja na kuchoma katika jina la Yesu Kristo. Yesu, tawala mazaa kama haya. Inajua kwamba uko na uwezo na nguvu, uko na mamlaka na kuna mwingine kama wewe. Ni wakati ambao kanisa linakutazama, ni wakati ambao wataula wanakutazama.